Ukiachana na issue ambayo tumeweza kukusogezea hapa katika episode ambayo imepita kumuhusu Diddy aka Sean Diddy Combs, ni kuhusiana na mbanga nyingine ambayo imeweza kuhappen. Sasa unaambiwa muda mwingine hasara. Wahenga walisema hivyo. Wanamaanisha kwamba Diddy bwana, ndugu yangu, yale maamuzi ambayo aliyafanya hivi karibuni ambayo tuliweza kupenyezewa hapa kupitia moja kati ya chombo cha habari yamemcost bwana, ndugu yangu. Unaambiwa hivi, mwanamuziki na mfanya biashara maarufu kutoka nchini Marekani Sean Diddy Combs ameongezewa muda wa kuweza kusalia gerezani baada ya kuhusishwa na ugomvi uliotokea ndani ya gereza aliloshikiliwa. Unaambiwa hivi, kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa na moja kati ya chombo cha habari, mamlaka ya Federal Bureau of Prisons BOP zimebadili tena tarehe yake ya kuachiliwa. Diddy sasa anatarajiwa kuachiliwa tarehe 20 Februari mwaka 2028, tofauti na taarifa za hivi karibuni zilizokuwa zikionyesha kuwa angeachiliwa mwezi Januari mwaka 2028. Taarifa hiyo imeibua mjadala mkubwa kwa sababu tarehe ya kuachiliwa kwa msanii huyo imekuwa ikibadilika mara kadhaa katika miezi ya hivi karibuni. Awali ilielezwa kuwa angeachiliwa kipindi cha kiangazi, kisha tarehe ikasogezwa kwenda mpaka Aprili, baadaye mpaka Februari, halafu baadaye mpaka Januari, na hivi sasa imerejeshwa tena mpaka Februari mwaka 2028. Chanzo cha mabadiliko hayo ni hivi karibuni kile kitu ambacho kilitokea katika gereza hilo. Unaambiwa kwamba kulitokea ugomvi katika gereza hilo ambapo Diddy alihusishwa na ugomvi huo na baadaye kuweza kusababisha mpaka kuweza kuwekwa katika gereza la peke yake. Hata hivyo, mamlaka za gereza hilo hazijaweza kutoa maelezo ya kina kuhusu ni kwa nini zimeweza kubadilisha tarehe hiyo. Diddy alihukumiwa kifungo cha miezi 50 jela mwezi Oktoba mwaka 2025 baada ya kupatikana na hatia katika mashtaka mawili yaliyohusiana na biashara ya ngono. That's it, ladies and gentlemen. Ndani ya Kasako Media, daddy father of 6 babies, Kelvin Kiyo right now. Bende MIC. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.